Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika kapu la habari. Ni kuwasilishie yale ambayo yameshughulisha chumba cha habari kwa siku ya leo kwa upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Rajab Shaaban Matuga nitakayesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania tutakuwa naye Nuhu Stima hapo baadaye. Awali ya yote mtazamaji, tuangazie mukhtasari wake. Jeshi la polisi mkoani Morogoro la wakutanisha wafugaji na wakulima katika kijiji cha Katambala wilayani Mvomero kujadili migogoro ya ardhi. Mchujo wa washiriki wa mashindano kwa hifadhi Qur'ani tukufu ya taasisi ya Aisha Sururu afikia hatua ya robo finali. Katika habari za kimataifa, wananchi wa Uganda wapiga kura katika uchaguzi mkuu kuchagua rais, wabunge na viongozi wa serikali za miji na manispaa. Na mtazamaji, awali ya yote ni kukumbusha mbali na kuyafuatilia matangazo haya kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuipata taarifa yetu ya habari kupitia YouTube kwa jina la Mahasin TV Official Channel. Tuanze habari za kitaifa kutoka mkoani Morogoro. Wafugaji wa jamii ya Maasai katika kijiji cha Katambala, kata ya Mkindo, halmashauri ya wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro wameonyeshwa kukerwa na baadhi ya wakulima wa kijiji hicho kuvamia na kuendesha shughuli za kilimo katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya shughuli za malisho. Taarifa kutoka mkoani Morogoro inasimuliwa hapa studio na Zuberi Mgaya. Akizungumza kwa niaba ya wafugaji hao, chifu wa kabila hilo Kashu Moreto amesema mbali na serikali kutenga maeneo kwa ajili ya wakulima na wafugaji, lakini bado kuna baadhi ya wakulima wanavunja sheria na utaratibu uliowekwa katika matumizi ya ardhi hiyo. Nilimwambia kijiji hiki kilitengwa kwa ajili ya mifugo. Sikusema? Sikusema? Nikawaambia kama mnataka kulima, uzeni hao ng'ombe wote. Sikusema hivi? Nikawaambia, lakini kama mnajua kijiji hiki kilichaguliwa na serikali, kijiji hiki kiwe cha wafugaji. Sasa ndugu zangu, tayari mmelima paka kwenye eneo ya makazi. Hakuna anajiuliza kuwa tuna ng'ombe wangapi katika kijiji hiki. Akielezea jinsi walivyopokea taarifa kuhusiana na mgogoro huo wa wakulima na wafugaji katika kijiji hicho, mkuu wa polisi jamii mkoa wa Morogoro, kamishna msaidizi wa jeshi la polisi ACP Samuel Kijanga amesema mazungumzo ya amani ndiyo njia pekee iliyotumika kumaliza mgogoro huo. Taarifa zilizotufikia kule mkoani ni kwamba tayari kumeshaanza kuwa na matukio ambayo sio mazuri. Yasipofuatiliwa vizuri, tunaweza tukasababisha mauaji au tukasababisha maafa au tukasababisha matukio mengi, kukosa amani, kitu ambacho serikali yetu sisi haitaki kuwa hivyo. Kwa hiyo ndio maana tukaamua njia nzuri ni kukaa pamoja. Sasa hivi hakuna haja ya kutumia nguvu, lazima kwanza watu tuwaeleweshe, tufahamishane, kila mtu ajue mwenzie. Kwa hiyo sisi kazi yetu jeshi la polisi ni ndogo tu, kuhakikisha kwamba tunatuliza amani katika eneo hili, watu wasiweze kugombana na kuleta vurugu, kuleta matukio makubwa hatimaye mpaka anaweza kusababisha vifo na majeruhi na mambo mengine.
Katibu mkuu wa chama cha wafugaji Tanzania Matayo Daniel amepongeza hatua za haraka zilizochukuliwa na jeshi la polisi mkoani humo kuhakikisha kila mwananchi anapata haki yake ili kutunza amani iliyopo nchini. Naomba nitumie pia nafasi hii kuwapongeza sana jeshi la polisi kwa kazi kubwa mlioifanya kuhakikisha tunaishi na amani, hasa kipindi cha kiangazi hiki. Tunajua ni magumu tuliyopitia, ni makubwa, lakini mmesimama kuhakikisha haki inatendeka na kila mtu anapata haki yake. Kuona kwamba kuna haja ya kukaa na wananchi hawa kukumbushana, maana hakuna kitu kipya, kukumbushana kwamba swala la amani ni la kila siku. Wajibu wa kila raia kutii sheria bila shuruti. Asante sana Zuberi Mgaya kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro. Tunarejea hapa jijini Mwanza ambako jeshi la polisi mkoani Mwanza limewataka wananchi mkoani hapa kuipa kipaumbele mijadala yote inayohusu masuala ya ulinzi na usalama na kufichua vitendo vya kihalifu na uhalifu katika jamii ili kuendelea kulinda amani ya nchi. Kutoka hapa jijini Mwanza, Nuhu Stima ana masimulizi kamili ya taarifa hii. Ameyazungumza hayo kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa jeshi la polisi DCP Willibrod Mutafungwa, wakati akifanya mkutano na wananchi wa kata ya Lwanima wilayani Nyamagana, akielezea wajibu wa raia kushiriki katika masuala ya ulinzi na usalama wa jamii. Msiwape nafasi wahalifu hata kidogo, na jambo linalogusa usalama wenu msilijadili kwa utani. Nataka niwaambie jambo linalogusa usalama, jambo linalogusa wahalifu sio watu wazuri. Tusiwachekee hata kidogo, tulijadili kwa umakini, tulijadili kwa uzito na tulifanyie kazi sote kwa pamoja, kwa sababu sote tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba maeneo yetu yanakuwa salama. Awali DCP Mutafungwa amesisitiza umuhimu wa kufanya kazi kwa ajili ya kujipatia kipato halali na kujiepusha na vitendo vya kihalifu na uhalifu, akisema atakayebainika kujiingiza katika vitendo hivyo hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Wahalifu, anzeni kutafuta shughuli nyingine halali ya kufanya. Sisi hatupuuzi uhalifu hata kidogo. Tunashughulika na mhalifu kuanzia kiwango cha chini, kumdhibiti kabla hajahama kwenda katika kiwango cha juu, kwa sababu akifika kule juu kabisa kule atasumbua watu sana. Na jambo linalogusa usalama watu na mali zao liwe ni jambo linalopewa kipaumbele na liwe ni jambo linalofanywa kazi mara kwa mara. Muwe na vikao vya mara kwa mara vinavyohusu usalama wa watu na mali zao, kwa sababu hakuna maendeleo yote yatakayo kuwepo kama watu hawana usalama. Kwa upande wake, mkuu wa polisi wa wilaya ya Nyamagana, mrakibu mwandamizi wa jeshi la polisi SSP Vignia Sodoka, amewataka watendaji wa serikali za mitaa na wenyekiti kuanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi na akiahidi ushirikiano katika utoaji wa mafunzo. Kama hapa vikundi vipo na vimekufa, vinatakiwa vifanyeje? Viuishe. Mtendaji mitaa yote kata ya Lwanima, vikundi vya ulinzi shirikishi virudi, viuishwe, vichaguliwe upya, kwa sababu anasema vimekufa ni vya muda mrefu. Vichaguliwe upya na vichaguliwe na wananchi, viwe chini ya wenye viti, watachagua kamati, wenye viti watavisimamia, mkaguzi kata atavisimamia, na mimi mwenyewe kama usijiji tafanyaje? Tavisimamia na nitakuja kuvikagua na tutakuja kuvifundisha jinsi gani ya kufanya nini? Ulinzi. Maelekezo ambayo tumeyapokea ni yale, tutaenda kuanzisha kamati za ulinzi shirikishi tuweze kusaidiana katika kulinda amani au kulinda ulinzi na usalama katika eneo letu. Asante sana Nuhu Stima kwa undani wa taarifa hiyo kutoka hapa jijini Mwanza. Mtazamaji, tunatoka jijini Mwanza tukiendelea kuzitazama habari za kitaifa, tunaelekea jijini Dar es Salaam. Taasisi ya Aisha Sururu ASF imeendelea na mchujo wa kutafuta washiriki wa fainali ya 25 ya mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu yanayoandaliwa na taasisi hiyo, yanayotaraji kufanyika tarehe 27 ya mwezi wa pili mwaka huu 2020 katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam. Taarifa yake Aisha Mpatila kutoka jijini Dar es Salaam kwa mara nyingine tena inasimuliwa na Zuberi Mgaya kutoka hapa studio.
Katibu mkuu wa taasisi hiyo Bi Mwanaidi Bakari akizungumzia hatua iliyofikiwa tangu kuanza kwa mchujo wa kuwapata washiriki wa fainali, amesema kwa sasa wapo katika hatua ya robo fainali ili kuwapata washiriki wa mkoa wa Dar es Salaam. Tukimaliza hapo tarehe 18 tutaingia kwenye nusu fainali, na fainali yetu itakuwa tarehe 22 mwezi wa pili 2026. Tulianza na washiriki takriban 600 na leo hapa tuna washiriki 400, lakini tutahitimisha na washiriki 76 ambao ndio tutaenda kufanya fainali pale kwenye ukumbi wa Diamond Jubilee. Tunatamani kufanya washiriki washindi wawe wengi zaidi ya hao 3, lakini bado wadau wamekuwa wazito sana kukifadhili kitabu cha Allah. Kwa hiyo tunaomba wafadhili wote waelekeze sadaka zao katika kitabu kitukufu cha Mwenyezi Mungu ili tuweze kusimamisha mashindano haya katika ubora uliokuwa juu zaidi. Mratibu wa mchujo huo mkoa wa Dar es Salaam, Ustadhi Muhammad Abdullahi Muhammad, akitaja changamoto zilizojitokeza, ameelezea baadhi ya vigezo wanavyovizingatia katika kuwapata washiriki sahihi. Watoto wanaoshiriki kuanzia juzuu 3 umri wao ni miaka 10, kuanzia miaka 10 kushuka chini, na juzuu 5 ni kuanzia miaka 13 kushuka chini, juzuu 10 miaka 15 kushuka chini, na juzuu 20 na 30 ni kuanzia miaka 20 kushuka chini. Wito wangu mkubwa hasa kwa wazazi katika kuwahimiza watoto katika kukihifadhi na kukipenda kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kina malipo makubwa. Leo watu wanafikiria kupata zawadi. Malipo si zawadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ana malipo makubwa yule ambaye amehifadhi Qur'ani. Wakizungumzia ushindani uliopo katika mchujo wa kuwapata wanafunzi watakaowakilisha mkoa wa Dar es Salaam, baadhi ya walimu wa madrasa mkoani humo wameelezea kuridhishwa na usomaji wa washiriki. Kuna ushindani huko, ushindani wa hali ya juu. Wanafunzi wanajitahidi kusoma vizuri, wanatamka vizuri, na pia wanafunzi bado wanaendelea kuhifadhi vizuri. Changamoto iliyokutana nayo leo, baadhi ya wanafunzi wanasoma kwa sauti ya chini. Nadhani ili walimu wenzangu walifanyia kazi kuandaa wanafunzi wao vizuri, kuwajenga kisaikolojia. Wanafunzi wakija kusoma, wakija kuuliza maswali, wasome vizuri, watoe sauti ili ushindani upatikane vizuri. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamu al-ghayba wala aqulu lakum inni malak. Falamma nabba'aha bi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Asante sana Zuberi Mgaya kwa masimulizi ya taarifa yake Bi Aisha Mpatila kutoka jijini Dar es Salaam. Mtazamaji, tunaelekea jijini Arusha ambako wakala wa barabara za mjini na vijijini TARURA jijini Arusha umewataka wamiliki wa mabasi yaendayo mikoani walioweka ofisi za kushusha na kupakia abiria kwenye makazi ya watu jijini Arusha kufunga mara moja ofisi hizo na kurejea kwenye kituo kikuu cha mabasi kinachotambulika rasmi. Taarifa kutoka jijini Arusha inasimuliwa na Hilal Sefuriami kutoka hapa studio. Agizo hilo limetolewa na kaimu meneja wa TARURA mkoa wa Arusha, Julius Kaya, kufuatia maelekezo ya mkuu wa mkoa huo CPA Amos Gabriel Makala kudhibiti changamoto hiyo inayosababisha msongamano wa magari katika makazi ya watu na kuathiri baadhi ya shughuli nyingine za kiuchumi. Kutokana na msongamano unaoendelea mkoani Arusha, tumepokea maelekezo ya mkuu wa mkoa Mheshimiwa CPA Amos Makala tuzuie changamoto hiyo kwa mara moja, na sisi kupitia jeshi la polisi pamoja na TARURA na TANROADS tutafanya ufuatiliaji wa maelekezo haya ili mji wetu uendelee kuwa salama. Mabasi yote yaliyoanzisha stendi nje ya stendi kuu, hasa barabara ya Canal Middleton toka Mianzini kuja stendi kuu, barabara ya Fadhababu ile ambayo inaanzia Seliani kuelekea kule Kilombero, tumeagiza stendi zote hizo ziondolewe mara moja. Aidha, Kaaya amesema taasisi zote zinazohusika na udhibiti wa changamoto hiyo zitashirikiana ili kuhakikisha taratibu na sheria zote zinafuatwa na wamiliki wa magari na kutoa nafasi kwa wananchi wengine kuendelea na shughuli zao za kiuchumi na kijamii bila kikwazo chochote. Tumekubaliana yafuatayo kwamba ofisi ya jeshi la polisi, TARURA pamoja na TANROADS
na LATRA na ofisi ya jiji la Arusha. Tumekubaliana mambo yafuatayo katika kutekeleza maelekezo ya mkuu wa mkoa. Magari yanayo parking sehemu mbili, yani sehemu ambazo zimeruhusiwa na ambazo hazijaruhusiwa, maeneo yote ambayo hazijaruhusiwa, zile parking zote ziondolewe na wenye magari watafute maeneo mazuri ya kuegesha magari yao. Kwa upande wake, afisa mipango miji jiji la Arusha Bi Dorothy Absalom amesema serikali inaendelea na ujenzi wa kituo kikubwa na cha kisasa cha mabasi, ambacho hivyo ametoa rai kwa wamiliki wa mabasi kuendelea kutii sheria zilizowekwa ili kulinda usawi wa jiji hilo na wananchi wake. Na wasi wenye mabasi wapeleke mabasi yao stendi na wapeleke muda mfupi kama dakika 30 kabla ya safari zao kuanza. Kwa sasa serikali inajenga stendi kubwa kwa ajili ya mabasi makubwa na mabasi madogo pamoja na magari mengine katika eneo la Bondeni City, na inakaribia kuisha muda si mrefu stendi ile itaanza kufanya kazi. Hivyo na wasi waendesha vyombo vya abiria, mabasi, daladala na vitu vingine kuzingatia maeneo maalum ya maegesho yaliyowekwa kwa sasa. Naam, asante sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka jijini Arusha. Mtazamaji, kwingineko tunaelekea kanda ya magharibi kutoka mkoani Katavi. Shirika lisilo la kiserikali la SNV kwa kushirikiana na serikali ya mkoa wa Katavi limegawa mizinga 20 ya nyuki kwa kikundi cha Jipe Moyo kilichopo kata Kasekese manispaa ya Mpanda, inayolenga kurejesha uoto wa asili, kutunza vyanzo vya maji na misitu kwa ajili ya kuboresha mazingira na kulinda viumbe hai kupitia ufugaji wa nyuki. Taarifa kutoka mkoani Katavi inasimuliwa na Nuhu Stima kutoka hapa studio. Akizungumza baada ya kukabidhi mizinga hiyo, mratibu wa masuala ya ufugaji nyuki mkoa wa Katavi Zidi Heri Mhando amesema sekta ya ufugaji nyuki imeendelea kukua kwa kasi mkoani humo, ikiwa ni faida ya kutumia maeneo yaliyohifadhiwa kupitia shughuli za kiuchumi rafiki kwa mazingira. Tunashuhudia mazingira mazuri yaliyopo kwenye mkoa wetu wa Katavi kwa maana ya mazingira ya ufugaji wa nyuki. Mazingira ni rafiki, tuna maeneo makubwa ambayo yamehifadhiwa, na hivyo tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba mazingira tuliyohifadhi yanatupa faida. Sasa tunapataje faida kutoka kwenye mazingira haya ambayo tumeyahifadhi? Ni kupitia shughuli kama hizi, kwa sababu shughuli ya ufugaji nyuki ni shughuli pia ya kiuchumi, lakini pia ni shughuli rafiki kwa mazingira. Kwa hiyo hivi tunavyoongea leo, ndani ya mkoa wetu wa Katavi tumesha sambaza mizinga zaidi ya 500, lakini mizinga hii tunasambaza serikali kwa kushirikiana na wadau wetu wa maendeleo. Katika kuhakikisha tija inaongezeka katika biashara hiyo, serikali imejenga vituo vya kukusanya mazao ya nyuki katika maeneo ya Majalila, Stalike na Nsimbo. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba mazao hayo sasa mtakayozalisha kunakuwa na muunganiko wa mnyororo kutoka kwenye uzalishaji. Tumehamasisha wananchi wetu wafuge nyuki, watazalisha asali. Asali hii watauza wapi? Ni sehemu gani watakutana na wateja? Kwa hiyo ndio maana mtaona serikali imeweka mikakati ya kujenga vituo vya kusanyia asali. Tumejenga kituo kikubwa Majalila, tumejenga kituo kikubwa pale Nsimbo, tumejenga kiwanda cha kuchakata mazao ya asali Mlele kikubwa, lakini pia tunajenga kiwanda kingine kule Mpimbwe pale Majimoto. Kabla ya kukabidhi mizinga hiyo 20 kwa kikundi cha Jipe Moyo Kaseke, katika awamu ya kwanza SNV ilitoa mizinga 19 ikiwa ni mwendelezo wa jitihada za shirika hilo katika kuunga mkono juhudi za serikali. Hapo nyuma tulishawapa mizinga 19, kwa jumla wana mizinga jumla ya 39, ambayo lengo letu kubwa kama mradi kushirikiana na serikali ni kuhakikisha kwamba uoto wa asili unarudi, vyanzo vya maji vinarejea, lakini misitu inatunzwa kwa ajili ya mazingira na viumbe hai walioko msituni na kwenye mazingira yetu ambayo yanatuzunguka. Na tunashukuru kwa sababu kikundi cha Jipe Moyo kinafanya kazi nzuri, kinatekeleza majukumu yao, lengo la kutunza mazingira kwa maana ya misitu, lakini pia na kuhakikisha kwamba wanapata kipato. Zinga tumeitundika kule ile ya kwanza na imetusaidia sasa hivi uharibifu wa mazingira. Ilivyokuwa zamani watu wanaingia ovyo ovyo kule polini, lakini wakiona mizinga tu anaacha kwenda kukata hata miti, na poli limekuwa limebadilika na wanyama wameingia, wapo wengi tu. Asante sana Nuhu Stima kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo inatupa fursa ya kutoka Tanzania bara
na kuvuka maji hadi visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu kutoka kisiwani Pemba. Wizara ya Uvuvi na Uchumi wa Buluu Zanzibar kwa mashirikiano na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO imetoa vifaa vya kuhifadhia samaki 100 kwa vikundi vya wafugaji, vikundi vya wavuvi na wachuzi wa samaki katika shehia 3 za wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba. Taarifa yake Jumaa Seif kutoka kisiwani Pemba inasimuliwa hapa studio na Hilal Sefuria. Wavuvi na wachuuzi wa samaki kutoka shehia 3 zilizonufaika na vifaa hivyo ambazo ni pamoja na Shamiani, Mwambe na Kengeja wamesema msaada huo ni mkombozi wa changamoto zilizokuwa zikiwakabili hasa kuharibika kwa samaki. Nashukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kutuletea mradi huu wa Shirika la Chakula Duniani FAO kwa kutuwezesha kutupa masanduku ya kuhifadhia samaki. Tulikuwa tunapata shida wakati wa uvuvi, nafika samaki kuharibika, bado hatuna pa kuwahifadhi, lakini sasa hivi tunashukuru Mungu tutapata kuwahifadhi. Nilichukua plani baada ya kushanunua samaki wangu ni wahifadhi, kuhifadhi wenyewe, kuondosha ugumu ule nilokuwa nao awali pale. Baada ya kutia kwenye ndoo, sasa nitetea kwenye kifaa nilichopewa ili kuondosha tatizo lililokuwepo awali. Akikabidhi vifaa hivyo, mratibu mkuu idara ya maendeleo ya uvuvi Omari Juma Suleiman amewahimiza wanufaika hao kuvitunza na kuvitumia kwa malengo yaliyokusudiwa. Kwa kweli hii tunaiona kama ni hatua muhimu katika wizara yetu ya uchumi wa buluu na uvuvi, kwamba ni kwa mara ya kwanza tumeanza kugawa hivi vifaa vya kuhifadhia samaki. Kwa hivyo maelezo mengi yameshatolewa na wenzangu, lakini ninachoasa ni kwamba hivi vitu tuvitunze. Hivi vitu tuvitunze, viwe endelevu, watumie watu wengi zaidi kuliko vile ambavyo inaonekana kwa sasa. Wito huo unapewa msisitizo na msimamizi wa uvuvi kutoka Wizara ya Uchumi wa Buluu Ali Saidi Ali, huku mratibu wa mradi wa kuwawezesha wavuvi kutoka Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa FAO Edwin Superiusi Rutakumwa akiahidi kuendelea kutoa mashirikiano kuweka mazingira mazuri ya utendaji kazi kwa wavuvi na wachuuzi wa samaki. Wale wavuvi watavitumia kwa ajili ya kuhifadhia samaki wakaenda wakivua. Na wale wajasiriamali wa samaki watahifadhia samaki wakati wakaenda wakinunua mkoani au wakati wakisafirisha kutoka Pemba kupeleka Unguja. Haitokuwa vyema wala busara kuja likuta hili limewekwa ndani linatiliwa maji ya kunywa au na kugishiwa watoto, au kalikuta hili linauzwa malai barabarani. Sio matumizi yake. Kwa tutazidi kuja hapa eneo hili kwa ajili ya kuleta vifaa vingine, lakini pia na mafunzo ambayo yamekuwa listed kwenye kama sehemu ya mradi. Kutakuwa na mafunzo ya ulimaji wa mwani, namna gani ya kutumia vifaa hivi kwa ajili ya kuzuia upotevu wa mazao ya samaki baada ya kuwavua, lakini pia kusafirisha kwenda maeneo mengine. Naam, mtazamaji, kwa taarifa yake Jumaa Seif kutoka kisiwani Pemba kama ambavyo imesimuliwa kutoka hapa studio na Hilal Sefuriami, ndio tamati ya habari za kitaifa ndani ya Kapu la Habari kwa siku ya leo. Na kwa sekunde chache punde nitarejea tena hapa na kuweza kumwalika Hilal Nuhu Stima ambaye atakuja na yale aliyotuandalia kwa upande wa habari za kimataifa. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.
Hii ni habari njema kwa wakazi wa jiji la Mwanza na mikoa mingine. Uongozi wa shule ya Bismarck Pre and Primary School inakutangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2026 kuanzia ngazi ya awali hadi kidato cha 4. Shule zinafundisha masomo yote ya secular na dini. Shule zipo katika mazingira tulivu yanayomwezesha mwanafunzi kukuza maarifa, ujuzi na fikra pevu. Shule ina walimu waliobobea na wazoefu katika ufundishaji kwa masomo ya nadharia na vitendo. Shule inafanya vizuri katika mitihani ya taifa na imekuwa ikipata daraja A kwa miaka 10 mfululizo. Bismarck Pre and Primary School inapatikana kata ya Kirumba, barabara ya Mwaloni, na kwa upande wa sekondari shule inapatikana Nyakato jijini Mwanza. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Huduma ya usafiri ni ya uhakika na inapatikana kwa gharama nafuu. Tupigie 0762119753 au 0629781254. Bismarck Schools, knowledge and discipline. Nyote mnakaribishwa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nami ndani ya Kapu la Habari, na shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Na sasa ni wakati wake Nuhu Stima kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Raia wa Uganda wamepiga kura Januari 15, 2026 katika uchaguzi wa rais, ambapo Rais Yoweri Museveni ambaye amekuwa madarakani kwa miongo minne anawania muhula mwingine. Rais huyo aliyepo madarakani mwenye umri wa miaka 81 anawania muhula wa 7 baada ya kuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 40 akiwa kwenye kinyang'anyiro na wagombea wengine 7. Vituo vya kupiga kura vimefunguliwa saa 1 asubuhi na vimefungwa saa 10 alasiri kwa saa za eneo hilo, huku mshindi akitarajiwa kutangazwa ifikapo Jumamosi mchana. Mawakala wa vyama na wagombea walikuwepo kwenye vituo vya usambazaji ili kuhakikisha vifaa ni vya kweli na vipo katika hali nzuri kama inavyotakiwa kisheria. Januari 4, 2026, maafisa wa upigaji kura walikuwa na fursa ya kujiandaa kwa kupokea vifaa vilivyowekwa vikisambazwa na hata kufanya mazoezi ya kupiga kura ili kuhakikisha wanajifahamisha na mchakato wa upigaji kura ipasavyo. Kwingineko, Ukraine imetangaza hali ya dharura katika sekta ya nishati nchini humo, ikilenga zaidi Kyiv, huku Urusi ikiendelea kufanya mashambulizi na kuacha maelfu ya wakazi bila umeme. Rais Volodymyr Zelensky alishutumu Moscow kwa kutumia kimakusudi hali ngumu ya majira ya baridi kali kama sehemu ya mkakati wake wa vita, huku hali joto ya usiku kucha huko Kyiv ikishuka. Tamko hilo linakuja wakati ambapo Rais Donald Trump akisema anasitisha juhudi za kupata makubaliano ya amani ili kukomesha karibu miaka 4 ya vita na Urusi. Trump aliliambia shirika moja la habari kwamba Ukraine haiko tayari kabisa kufikia makubaliano ikilinganishwa na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Denmark Lars Løkke amesema kuna kutokukubaliana na Marekani kuhusu eneo la Greenland baada ya mazungumzo yaliyofanyika ikulu ya White House. Lars Løkke alisema mkutano na makamu wa rais J.D. Vance na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio Januari 14, 2026 ulikuwa wa kuambiana ukweli na wenye tija, lakini aliongeza kuwa rais wa Marekani Donald Trump alikuwa akisisitiza kuchukua eneo la Greenland japo halikubaliki kabisa. Hata hivyo, baadaye Trump alisisitiza nia yake ya kuchukua kisiwa hicho chenye utajiri wa rasilimali, msimamo ambao unawasumbua vichwa hata washirika wote wa Ulaya na kuchochea mvutano na NATO. Wakati hayo yakijiri, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema itasitisha mchakato wa visa za uhamiaji kwa raia wa nchi 75 zikiwemo Afghanistan, Iran, Urusi na Somalia ambao walidhaniwa wanahitaji msaada wa umma watakapoishi Marekani. Katika taarifa iliyotolewa na wizara hiyo imesema utawala huo unataka kumaliza matumizi mabaya ya mfumo wa uhamiaji wa Marekani kutoka kwa wale wanaotaka kujinufaisha na rasilimali za umma. Nuhu Stima, Mahasin TV. Asante sana Nuhu Stima kwa wale ambao umetuandalia na kutusimulia kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji, kabla sijaweza kuweka utuo na kuhitimisha Kapu la Habari kwa siku ya leo, tuangazie mukhtasari miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo hii.
Jeshi la polisi mkoani Morogoro la wakutanisha wafugaji na wakulima katika kijiji cha Katambala wilayani Mvomero kujadili migogoro ya ardhi. Mchujo wa washiriki wa mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu ya taasisi ya Aisha Sururu afikia hatua ya robo fainali. Katika habari za kimataifa, wananchi wa Uganda wapiga kura katika uchaguzi mkuu kuchagua rais, wabunge na viongozi wa serikali za miji na manispaa. Na mtazamaji, kwa nukta hiyo ndio tamati ya Kapu la Habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari, usikose kuungana nasi hapo kesho insha Allah, muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wale wote tulioshirikiana pamoja kukamilisha Kapu la Habari, ulikuwa nami Rajab Shaaban Matuga niliyesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyofuata kutoka hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Islam. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asanteni na kwaherini kwa sasa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Hii ni habari njema kwa wakazi wa jiji la Mwanza na mikoa mingine. Uongozi wa shule ya Bismarck Pre and Primary School inakutangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2026 kuanzia ngazi ya awali hadi kidato cha 4. Shule zinafundisha masomo yote ya secular na dini. Shule zipo katika mazingira tulivu yanayomwezesha mwanafunzi kukuza maarifa, ujuzi na fikra pevu. Shule ina walimu waliobobea na wazoefu katika ufundishaji kwa masomo ya nadharia na vitendo. Shule inafanya vizuri katika mitihani ya taifa na imekuwa ikipata daraja A kwa miaka 10 mfululizo. Bismarck Pre and Primary School inapatikana kata ya Kirumba, barabara ya Mwaloni, na kwa upande wa sekondari shule inapatikana Nyakato jijini Mwanza. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Huduma ya usafiri ni ya uhakika na inapatikana kwa gharama nafuu. Tupigie 0762119753 au 0629781254. Bismarck Schools, knowledge and discipline. Nyote mnakaribishwa.